Mwanamke mmoja alikuwa akivua samaki. Alipogundua ghafla ana mfuko wa safari mkubwa. Kulikuwa pia na nyoka juu ya mfuko wa safari. Wakati huo, mchumba wake alikuwa nyuma yake, akijaribu kumsukuma ndani ya maji. Mwanamke huyo alifungua ghafla mfuko wa safari. Mchumba wake alipoteza fahamu mara moja kwa yaliyomo ndani. Nyoka alimwambia mwanamke huyo kwamba mwanamume huyo alikuwa amejaribu kumsukuma ndani ya maji. Aliposikia hili, mwanamke huyo alilipwa na hasira na akampiga mchumba wake vibaya. Baada ya hapo, mwanamke huyo aliita polisi. Polisi walipofika eneo la tukio, walimuona mwanamume yule aliyezimia chini akiwa na majeraha usoni mwote. Mwanamke huyo alifafanua haraka kwamba majeraha yake yalisababishwa na kuanguka alipozimia. Kisha aliwaomba polisi haraka wakague mfuko wa safari. Baada ya polisi kuangalia ndani, walikuta mwili. Basi wakamuuliza mwanamke kama kulikuwa na ushahidi zaidi. Mwanamke alipokuwa karibu kuzungumza, polisi walishtushwa na nyoka aliyokuwa chini. Mwanamke huyo ilimbidi afafanue kwamba nyoka huyo alikuwa kipenzi chake. Alisema pia kwamba hakuwa na ushahidi zaidi wa kutoa. Polisi walitazama mazingira yaliyokuwa yanawazunguka na walikuwa na wasiwasi. Mahali hapa palikuwa pakubwa sana hivi kwamba ilikuwa vigumu kufanyia uchunguzi bila ushahidi. Wakati huu, nyoka ghaflia alimwambia mwanamke kwamba ushahidi uko pembeni ya mto. Lakini kama mwanamke angeliwaambia polisi moja kwa moja kuhusu ushahidi, aliogopa kwamba polisi wangemshuku. Kwa hivyo, aliweza tu kuwakumbusha polisi watazame pembeni ya mto. Lakini polisi walisema hakuna mtu aliyeua ambaye angeacha ushahidi karibu na eneo la tukio. Msichana huyo pia alifikiria baada ya kusikia kwamba hakuna mtu ambaye angekuwa mjinga hivyo. Hakuamini hata yale nyoka aliyosema, lakini nyoka alisisitiza kwamba kulikuwa na ushahidi pembeni ya mto, na akasema kwamba alikuwa ameona na macho yake mwenyewe. Mwanamke huyo aliweza tu kuwaonya polisi tena. Polisi walienda pembeni ya mto wakikagua kwa tumaini dogo. Baada ya muda mfupi, polisi alikimbia kurudi kwa haraka. Kwa kushangaza, alikuta kisu pembeni ya mto.